Uchambuzi wetu unaanzia mjini Dar es Salaam, Tanzania. Tume huru ya uchunguzi wa vurugu za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 nchini Tanzania leo imekabidhi ripoti yake mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, viongozi wa serikali, viongozi wa kikanda na kimataifa, ambapo ripoti hiyo imebaini kuwa watu 518 walipoteza maisha, wanaume wakiwa 490, wanawake 28 na watoto 21, huku ripoti hiyo ikitaja vyanzo na vichocheo vya vurugu hizo. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo. Hatimaye siku 153 zilizosubiriwa kwa shauku kubwa na Watanzania, Afrika nzima na ulimwengu leo zimetimia baada ya tume huru ya uchunguzi wa vurugu za Oktoba 29 wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania kuwasilisha ripoti yake kamili leo. Mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji mstaafu Muhammad Othman Chande, alianza kuisoma ripoti hiyo mnamo saa 5:14 asubuhi katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam. Mbele ya rais, viongozi mbalimbali kutoka ukanda wa Afrika walisikiliza ripoti ya Jaji Chande iliyobaini kuwa watu 518 walipoteza maisha kutokana na vurugu hizo, na ushahidi ukionyesha baadhi ya vifo hivyo vilihusisha matumizi ya risasi na vitu vyenye ncha kali. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6 na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida. Kadhalika, ripoti hiyo ilibainisha kuwa kuna vyanzo 5 na vichocheo 8 vilivyosababisha vurugu hizo. Baadhi ni masuala ya kisiasa yanayohusu hitaji la katiba mpya, uimarishaji wa demokrasia ya vyama vingi, pamoja na madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi. Inatokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu bila kutatuliwa. Vyanzo hivyo ni pamoja na vifuatavyo. Mosi, yapo masuala ya kisiasa yanamwimisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi. Ripoti hiyo kadhalika imebaini kuwa kwa mujibu wa takwimu za jeshi la polisi, jumla ya watu 758 waliripotiwa kutekwa au kupotea mwaka 2025, ambapo 113 walipatikana huku 445 wakiwa bado hawajapatikana. Ripoti hiyo ilibaini kuwa vifo 502 sawa na 96.9 vilihusisha raia, huku vifo 16 3.1 vikihusisha maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Aidha, tume ilipokea mawasilisho ya maandishi 323 pamoja na 527 yaliyowasilishwa kwa njia ya maandishi, pamoja na kufanya ziara muhimu mikoani ambapo ilikutana na kujadiliana na vikundi 170 vyenye jumla ya washiriki 2079. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.